Ya Fande anasema wote kimya, nitakayonena hapa yatamgusa mwenye kima. Hapo ulipo, kama waipenda pepo, kwa nini uogope kifo? Unachekesha, unanipa raha, unafikiri mbinguni utakwenda kwa motokaa ama utapata zari kama Yesu alivyopaa? Naam, habarini za saizi mabibi na mabwana na wanaafrika wote kokote mliko ulimwenguni. Ni matumaini yangu wazima wa afya, na mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine ni mzima wa afya. Nikiripoti kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya, na takribani ya siku 7 toka nifike. I think ni siku 7 inakwenda wiki ya pili sasa. Toka tarehe 7 niko hapa na nitaendelea kuwepo hapa nchini hadi itakapofikia siku ya tarehe 5 mwezi wa 5, ndo nitang'oa mguu wangu hapa kuweza kurudi Tanzania kwa ajili ya kuweza kuendelea na harakati zingine za ukombozi wa fikra kwa Wanaafrika. Langu jina ni Mkalimalela, daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa la Tanzania. Pia ni mshauri mkuu wa chama cha madaktari wa tiba asili hapa nchini Kenya. Kwa hivyo, kwa yoyote mwenye uhitaji na jambo lolote anaweza akaja tukakaa mezani tukashare. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka kuweza kusema na ninyi leo Wanaafrika kokote mliko muweze kufahamu ni kuhusiana na ujio wa maazimisho. Ujio wa maazimisho ni kuhusiana na ujio wa maazimisho ya mzimu wa Mwafrika. Nafikiri kama ilivyo kawaida, kila mwaka huwa tuna utaratibu wa kuweza kufanya maazimisho ya mzimu wa Mwafrika yenye makao yake makuu nchini Tanzania katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kijiji cha Kwa Msanja. Mwaka jana hatukuweza kufanya tukio hilo la maazimisho, lakini kwa mwaka huu na sababu hiyo tufanya tusiweze kufanya maadhimisho hayo ni upatikanaji wa maji. Maji yalikuwa ni adimu sana, mwaka juzi tulipata tabu sana. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, Waafrika wengi wamekuwa na mwitikio mkubwa wa kuweza kulifanikisha jambo la ufanikishaji wa maji pale mzimuni, na sasa tuna maji ya kutosha, na mwezi wa 7 tutakuwa na maazimisho hayo. Kwa hiyo nipende tu kuwajulisha Wanaafrika wote kwamba kuanzia tarehe 6 mwezi wa 7 na tarehe 6, tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi wa 7 tutakuwa na maazimisho hayo pale mzimuni. Na miongoni mwa mambo ambayo yatakayokuwa yakifanyika hapo, jambo la kwanza ni matibabu au huduma za kimatibabu bure katika upande wa magonjwa ya kiroho na kimwili. Yatatolewa bure hapo na madaktari wote tutakaokuwa tumehudhuria hapo. Watakuwepo madaktari wa hapa Kenya, watakuwepo madaktari wa Tanzania, Rwanda, Burundi, Kongo, Nigeria na nchi zingine za Afrika, wote watakuwepo pale. Kwa hivyo, miongoni mwa huduma nimesema kwamba ni huduma za matibabu bure ya maradhi mbalimbali ya kiroho na kimwili. Tukio la pili itakuwa ni huduma za uchimbaji dawa na kuziandaa. Yaani huduma za kwenda polini kuchimba dawa na kuziandaa kwa madaktari. Tukio la tatu itakuwa ni urishaji wa kafara ya mzimu, ambalo tukio hilo litafanyika majira ya saa 7 za usiku. Kwa hiyo ni tarehe 6 saa 7 za usiku. Tunaenda kuitafuta triple yetu 7 ambayo huwa mkiuliza mara kwa mara maswali mengi yakiuliza kwamba triple 7 ina maana gani. Ndio tunaenda kufahamu maana halisi ya triple 7. Kwa hiyo zoezi la ulishaji wa kafara litakuwa tarehe 6 usiku by saa 7. Kwa hiyo tutakuwa ni tarehe 7 saa 7 za usiku. Tarehe 7 saa 7 za usiku mwezi wa 7. Hiyo ni miongoni mwa tukio ambalo litakuwepo. Tukio lingine ambalo litakuwepo pale ni katika kubadilishana nyenzo au ngao kwa madaktari wa tiba asili. Nilicho nacho mimi kumpa yeye, alicho nacho yeye kunipa mimi. Ndio shughuli ambazo zinatarajia kwenda kufanyika pale. Lakini matarajio yetu makubwa pia ni kuweza kumwalika kiongozi wa chama na serikali kutoka nchini Tanzania ambaye tutakuwa naye pale kama mgeni rasmi.
Ndio mategemeo yetu hayo. Mnaweza mkatamani kuweza kumjua kwamba ni kiongozi gani, lakini hiyo naiweka kwenye bracket, naiweka kwenye mabano. Siku wa siku mtakwenda kumfahamu kwamba tutakuwa na kiongozi gani wa chama na serikali pale siku ya maadhimisho yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, ukosapo maadhimisho haya ya mwaka huu huna bahati, kwa sababu na imani kama ulikuwa na changamoto ambazo labda pengine umeshapita kwa waganga zaidi ya 10 na changamoto zako hazijaweza kutatulika, nina imani kupitia kongamano lile, kupitia maadhimisho hayo utaweza kusaidika, kwa sababu utawakuta waganga wa kila rangi watakuwepo pale. Kwa hiyo sina imani kama hutoweza kuvuna kile ambacho unachokihitaji kwa muda wa siku 3. Wewe kwako unachotakiwa kujiandaa nacho ni blanketi, shuka, pamoja na blanketi, shuka ni pamoja na makoti ya kuvaa, kwa sababu ni kipindi cha baridi itakuwa. Kwa hiyo utakavyojiandaa ni hivyo, lakini habari ya chakula kuanzia asubuhi, mchana na jioni iko chini ya waganga. Watakulisha kuanzia asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 3 kuanzia tarehe 6, 7 na 8. Kwa hiyo unashauriwa kama utafika kuanzia tarehe 4 ni wewe, hakuna shida, watu wataanza kupokelewa hapo. Kama utafika tarehe 5 pia hakuna shida, watu wataendelea kupokelewa hapo mpaka siku ya tukio. Kuna watu wameahidi kuanzia tarehe 1 wako hapo. Kuna watu wameahidi kuanzia tarehe 2 wako hapo. Kwa hiyo hata wewe ukijisikia tarehe 1, tarehe 2 bado makaribisho yataendelea kuwepo hapo. Kwa hiyo huo ndio wito wangu. Utakapokosa jambo hili basi umekosa vitu vingi sana. Nina imani kwamba utakuwa umekosa vitu vingi sana, kwa sababu kitakachokukosti wewe ni nauli yako tu ya kukutoa mkoani au kwenye nchi yako kukuleta Tanzania na kuweza kukurudisha. Lakini habari ya maradhi, chakula, sijui huduma za matibabu zitakuwa ni bure kwa siku 3 hizo. Kwa hiyo ukikosa usimlaumu mtu. Yangu kwa leo yalikuwa hayo, ni machache tu. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama mbele nyuma yangu hapa, kama mnavyoona, hii ni moja kati ya familia yangu ambayo nimeambatana nayo kutoka Tanzania kuja nayo hapa Kenya kwa ajili ya kuweza kurefresh mind, kuweza angalau kusuuza macho kidogo. Nikaona hapana, wacha nije nao kwa ajili ya kupata mapumziko kidogo kulingana na afya zao pia. Kwa hiyo nikukaribishe kwanza uweze kuwaona mama mzazi wa Dr. Mkali Malela, kwa ambao huwa mnamsikia tu kwenye mazungumzo. Leo nafikiri mtakwenda kuweza kumuona mama mzazi, lakini pia mama mkubwa. Hawa ni mama zangu au mama zetu ambao wamezaliwa tumbo moja kama mnavyowaona hapa. Mama mzazi wa Daktari Mkali Malela ndo huyu kama mnavyomuona hapa, bado msichana kabisa, yaani bado msichana kabisa, na ataweza kuwasalimia tu mpate kujua kwamba kweli kumbe bado msichana. Kwa unaponiona mimi labda pengine kwenye TV ukaona labda pengine umri umekwenda sana, hapana, mimi bado kabisa, na mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Kuna mwingine na mwingine na mwingine. Mmenielewa vizuri eh? Kwa hiyo huyu ndo anaitwa Bibi Bora. Ukisikia Bibi Bora ndo huyu, au jina la asili, jina la utamaduni anaitwa Mbiipa. Nishawahi kuambiaga, kuna siku nishawahi kuambia kwamba mama yangu mzazi jina la asili anaitwa Mbiipa. Huyu hapa ataenda akazungumze mwenyewe kama anamsingizia. Lakini hapa pia mnayemuona hapa, huyu ni dada yake. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa huyu akaja akafuata. Unaweza ukaona kwamba mbona kama wanashabiana, hapana. Haya ni maumbo tu ya zamani. Lakini huyu ni mkubwa na huyu ni mdogo. Kwa hiyo hali halisi iko hivyo. Kushoto kwangu hapa, huyu ni dada yangu kipenzi ambaye yeye yuko hapa muda mrefu hapa Nairobi kwa ajili ya harakati za huduma za tiba pale ofisini kwetu Njiru. Kwa ambao hamumfahamu, huyu hapa anaitwa Biasia. Ni dada yangu kipenzi na yeye yuko huku anaendelea kutoa huduma za usaidizi. Kwa hiyo ndugu zangu, nafikiri mpate kuweza kuwasikia kidogo
jamani, kina mama muwasalimie Wanaafrika ambao pengine wanatamani hata kuweza kusikia sauti zenu, na kuna wengine walishasema bwana Dr. Riziki hana mama, alishamtoa kafara kwa sababu ya uganga. Maneno mengi yalizungumzika. Hey, kwa hiyo mimi napokea tu, kwa sababu wanasema mti wenye matunda hauishi kupigwa mawe. Kwa hiyo mama yangu mzazi ni huyo jamani, sijamtoa kafara, yupo mzima wa afya, huyu hapo. Kwa hiyo kameramani wasogezee kidogo kamera, sauti isikike, awasalimie tu jamani, habarini za saizi. Wasalimie wakusikie hapo. Habari za saizi. Mimi ndio mama yake na mkali. Mimi bora Mbipa. Huyu ni bora, jina lake la utamaduni anaitwa Mbipa. Huyu hapo mmemsikia, mzima wa afya. Haya, mwingine huyu hapa ni mama yangu mkubwa ambaye wamefatana. Na yeye atajitambulisha kwa jina, mtamsikia. Karibu. Asante sana baba. Napenda niwasalimie waganga wote wa Tanzania wote, Afrika ujumla, hali zenu. Mimi si jambo, nipo hapa kwa kijana wangu Dr. Makali Malela, amekuja kutusuuza macho wazazi wake ili tujaribu na sisi kupambazua macho kidogo. Mimi kwa jina naitwa Rehema. Naweza ukaliita Kiarabu Rahma. Naam. Jina asilia ni Kulwa. Haya. Mmelisikia jina halisia la nyumbani, anaitwa Kulwa. Haya majina yana maana kubwa sana. Mbipa, Kulwa yana maana kubwa sana. Ni majina ya nyumbani. Kwa hiyo wana majina ya dini, lakini pia wana majina ya nyumbani, yale majina ya asili, ambapo kila siku wanajaribu kuzungumza kwamba tujijengee, Waafrika tujijengee ule utamaduni wa kuwa tukizaa watoto tuwape majina ya dini za kigeni, lakini pia tuwape majina ya asili ya nyumbani. Ili huwa nalisisitiza sana. Lakini ukiangalia hawa ni wa muda mrefu, yani miongoni mwa wahenga tunasema na hawa ni wahenga vile vile. Lakini wana majina ya kidini, lakini wana majina ya asili. Kwa ndugu zangu iko hivyo. Mimi langu jina ni kama mnavyonifahamu, naitwa Riziki. Lakini ukienda kwa jina la kimila naitwa Lioba. Naitwa Lioba. Ndio jina langu la kimila hilo. Hili la Malela ni jina la ukoo upande wa mama, lakini vile Mkali ni jina la ukoo upande wa baba. Kwa hiyo watu tunalikata tu tunaita Mkali Malela. Yaani kote napiga kwa baba na kwa mama. Kwa hiyo tujitahidi sana kuweza kuzaa watoto, pia kuwalisisha majina ya asili ambayo ndio utamaduni wetu sisi wa Afrika, ndugu zangu. Kwa hiyo nafikiri sina mengi ya kuweza kuzungumza. Kwa ufupi tu ni hayo. Tukutane tarehe 6, 7 na 8 katika maadhimisho ya miaka 4 ya Mzimu wa Afrika yenye makao yake makuu hapo nchini Tanzania, katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kijiji cha Kwamsanja. Kwa ambao wanatokea nchini Kenya, ima Mombasa, wanapanda mabasi ya Tahmid. Ukishapanda basi la Tahmid pale, basi waambie kwamba nishusheni kijiji kinachoitwa Mbwewe. Ukishuka pale kwenye kijiji cha Mbwewe, chukua bodaboda, mwambie tu nipeleke ngome kuu ya Mzimu wa Mwafrika. Bodaboda anakupeleka mpaka pale. Vivyo hivyo kwa hawa wanaoishi hapa Nairobi. Toka hapa, na kama itakuwa ni B1 mabasi hayo au Kidia 1 au basi lolote Tahmid, waambie na shuka Mbwewe, kijiji cha Mbwewe. Ukishuka hapo tu bodaboda wanakupeleka pale Mzimuni. Kwa hiyo hutapotea kabisa. Kwa ndugu zangu, sina mengi ya kuweza kuzungumza, itoshe kusema asanteni kwa leo. Tukutane katika vipindi vingine.